Kitu ambacho tumetengeneza ndio hii unaiona kwenye bana yetu hapa nyuma, ndio jina la project nzima, yetu Tanzania Samia. Lakini ndio hiyo Tanzania yetu. Kwa nini tumeita Tanzania Samia? Tumekaa katika awamu hii sasa hivi na vitu vingi sana ambavyo vimefanyika na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Na katika kuweza kuzionyesha hizo nuru za Tanzania, kuweza kuonyesha hivyo vitu vitamu vya Tanzania, hiyo Tanzania yetu ni ipi? Imebidi tuweze kuanza na episode ya kwanza. Tanzania ni kubwa sana. Sasa tunaanza na episode ya kwanza kwa sababu itakuwa ni kama kazi yenyewe, itakuwa ni a format ya documentary, lakini itakuwa ni series. Ni series ambazo zinakuwa launch, na itakuwa launch Mlimani City. Watu wengi sana watakuwa invited, of course, katika sehemu tofauti, wanahabari, wananchi, viongozi, wasanii, watu fanya biashara, watu wote, kwa sababu sio jambo la kulipia. Na ni kitu ambacho kitatengenezwa katika format nyingi, watu wengi sana waweze kukipata katika sehemu tofauti. Kwa hiyo inaanza ya kwanza itakuwa ni Mlimani City, ambayo itakuwa ni tarehe 23. Kuhusiana swala la muda na kila kitu vitakuja kutolewa taarifa. Na nadhani mabango pia alikuwa ameshaanza kutembea, mtakuwa ameshaanza kuyaona, ya rangi hii ambayo alikuwa na tarehe tofauti, lakini nadhani atakuwa ameshabadilika tarehe, nadhani kuanzia sasa hivi hapa wakati tunazungumza. So hicho kitu kinaenda kuanzia na Dar es Salaam. Kwa tunaanza na episode ya kwanza ya Dar es Salaam, kwa naamini Wazaramo ndio itakuwa siku ya shangwe sana kwao kuweza kuona jiji la Dar es Salaam limefanywaje. Limefanya nini, kuna kitu gani ambacho kimefanyika. Tunaongelea numbers, tunaongea vitu vilivyojengwa, tunaongea vitu gani. Unawezaje ukatengeneza hivi vitu vyote vikaja kukaa katika package ambayo ukasema mwanangu hii kitu kweli imekaa exciting. Kwa sasa kuna hivi vitu ambavyo tunakuja kuvionyesha in terms ya kuweza kuonyesha Dar es Salaam ni aina gani. Ili ni jiji la aina gani. Tunaliangalia, kila mmoja anajua Dar es Salaam yake. Unaweza kuwa unajua Kijitonyama, wewe unajua Mbezi, wewe unajua Masaki, wewe unajua Kijichi, mnaijua Dar es Salaam yenyewe imekaa vipi, ni nini, ni kitu gani ambacho kinafanyika, inakuaje. Hii ndio inakuja kukaa kama kuweza kuinadi na kuitangaza ni vitu gani ambavyo vimefanyika. Mahospitali yako mangapi yameweza kujengwa, yakoje, yana hali gani, how do they look, airport pamekaa vipi, vitu gani vimefanyika, mambo gani yanaendelea, shule nini, miradi ya barabara ziko ngapi, kilomita ngapi, vitu gani vinafanyika, maendeleo yalofanyika ni yapi, takwimu ambazo zimetumika. Na sio kwamba hii documentary imetengenezwa tu tukaja tukasema tulipita hapa tukakuta hospitali. Hapana, the whole research ya documentation ambazo zimetembea ni zaidi ya page 100. Nakumbuka unasoma kichwa una stress, unasema niguse wapi hapa kwanza. Yani kuna vitu vingi, na najua nitakuja kugombana, tuna viongozi wengi sana, hujagusa ule mradi wangu pale, wewe hujauona, sio nataka mimi nionekane sitafanya kitu. Yani najua hizo zitatembea, lakini tumeweza kugusa sehemu nyingi sana ambazo we believe is key, na kuna nyingi ambazo tumeziacha samani za mwanzo, za baadaye tutakutana. Kwa hiyo hivyo vitu vyote ndio tunakuja kuvionyesha tarehe 23, na hii imeanzia Dar es Salaam. Tutatoka hapo tutatembea Tanzania nzima, na natakiwa iweze kuonyeshwa katika taswira ambayo kiukweli sisi ndio muda wetu wa kuweza kusema tutawale ile nguvu ya image yetu sisi. Ndio natakiwa tuitawale kiukweli. Yani sisi tukikaa tunasema mmeiona Tanzania, sisi wenyewe, sauti yetu wenyewe, sehemu yetu wenyewe, watu walioifanya kazi ni wao wenyewe, na wanaonyesha nchi ya kwao wenyewe. Hiyo ndio ambayo inaenda kufanyika kwenye hii Tanzania Samia.